ni muhimu wakati wote kuhakikisha kwamba harakati inaendelea. Sasa hizi ndio mbinu ambazo tunataka kuzijadili na ndizo ambazo pia tunajipanga nazo katika sehemu kama hii. Lakini baadhi ya mambo ambayo yalipendekezwa ndio yanafanyiwa kazi. Kuna swala hili la wale matajiri ambao wametoa pesa, kuna swala hili la kujiandaa pia na mambo mbalimbali, lakini pia kuna swala lingine la wasanii na kuwasapoti. Kwa hiyo pia sio mbaya tukatumia nafasi hii katika jukwaa hii kupendekeza majina, kwamba kwa mfano kama tunataka kupendekeza majina ya wasanii ambao ni wa kuwasusa na wasanii wa kuwafollow, basi hiyo pia inapendeza sana. Na hii inakuja huku tukiona kwamba sasa hivi kumekuwa kama vile kuna juhudi kubwa sana ikiendelea kujaribu kuzima harakati, kusema kwamba harakati hizi hazina mafanikio, na hiyo pia ni sehemu ya kupanic kwa CCM. Lakini tunaona pia wanaendelea kukamata watu, wanashindwa kuachia, baadaye wanakuja na madai mbalimbali. Sasa wameshaanza kutafunana wenyewe kwa wenyewe, lakini bahati nzuri sisi kwa upande wa harakati hatuyumbishwi. Tumeona kwamba kumekuwa na juhudi kubwa sana kujaribu kuwasaulisha watu, lakini nadhani tulivyoazimia ni sawa, kwamba hatuwezi tukasaliti ndugu zetu wale ambao walijitokeza tarehe 29 kwa amani kabisa na mabango kuandamana, na baadaye tukaona kwamba kitu ambacho kilifuata ni hata wale ambao walikuwa majumbani, madukani, sokoni, wakiwa kwenye vilabu, wengine wametoka kupiga kura, basi wote ni kwamba walijikuta kwamba wanapigwa risasi, kwa sababu Samia Suluhu yeye alikuwa anataka kuwa tu rais kwa udi na ubani. Sasa haya ndio mambo ambayo yanatakiwa tuyajadili, kwamba sasa maandamano bila kikomo ina maana gani? Nadhani watu wanasahau kwamba tunaweka hizi tarehe kama tarehe ambayo itakuwa ni ile ya kitaifa ya pamoja, lakini hizi activities zingine zinatakiwa ziendelee, na kama nilivyokuwa nimezungumzia na kutoa ahadi, bado tunaendelea kutafuta watu ambao watakuwa tayari katika kuongoza harakati na kuweza kuona namna ya kuwasiliana na kuweza kuwa katika one page wanasema kwa Kiingereza. Lakini kabla hapo basi nimkaribishe kwanza Mshabaha, yeye atupitishe kwenye yale yaliyojiri, alafu tutaendelea na michango ya watu mbalimbali. Mshabaha, karibu, hali yako vipi? Salama kabisa dada Maria, natumaini pia uko na afya njema. Niko poa kabisa, karibu sana. Asante. Basi mimi nitakuwa na mambo kadhaa, na kwa kuzingatia muda, maana siku hizi tuna wachangiaji wengi ili walau kila mtu aweze kupata sehemu ya mchango. Moja ya habari iliyopo ni kuachiwa kwa mlinzi wa Tundu Lissu ambaye alikuwa ameshikiliwa kwa makosa ya uchochezi, na huyu alitekwa nyumbani kwake usiku, lakini bahati nzuri taarifa hiyo iliweza kujulikana haraka muda ule ule ambao alikuwa amechukuliwa, na baadaye ameweza kukaa kituo cha polisi karibu wiki 3 bila msaada wa aina yoyote kutoka kwa mamlaka zinazotakiwa kumhakikishia kwamba anapata dhamana, mpaka ambapo wanasheria walibidi waingie kati na kupambania, kwa sababu watu wengi hawaelewi katika nchi ambayo ina ustaarabu ni kwamba wenye wajibu wa kuhakikisha mtu anapata dhamana na kuachiwa sio mtuhumiwa wala wanasheria wake, isipokuwa ni wa haki ndio haswa unatakiwa kuhakikisha vitu hivyo vinatokea. Kwa hivyo ameachiwa, lakini mambo ya masuala ya uchochezi, kesi hizi zimekuwa ni nyingi, sheria iko wazi, na kawaida wanatakiwa kuwa na dhamana, haitakiwi kuwa na longolongo za aina yoyote ile au kumshikilia mtu, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo dhamana yake inaeleweka, na pia mtu hataki kushikiliwa kabla ya upelelezi kukamilika. Kwa hivyo hili swala la uonevu limeendelea, limefanyika, lakini vile kuna kesi ya Mwambe ambaye naye alikuwa ameshikiliwa na mwanzoni alisema alitekwa, ghafla zikatokea taarifa kwamba ametekwa, na haikujulikana alipokuwa, purukushani hapa na pale, ikajulikana kwamba ametekwa na polisi, lakini kuna taarifa kwamba ameteswa, na huyu alikuwa ni waziri wa mipango
na amewahi kuwa mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji pia. Na katika mazingira ambayo yanashangaza ni kwamba tuliona swala Polepole, lakini sasa hivi ndani ya CCM ni kama kuna utekaji pia unaendelea, na haya masuala hatuwezi kuyachukulia kwa wepesi kwa sababu yanatuhusu. Kwa kadri mtu yeyote anavyotekwa, sisi tunajua kuna watu wametuumiza, wamepoteza, walishiriki kupoteza haki zetu, lakini inapofika wakati wa mtu yeyote kuchukuliwa hatua, haiwezekani yeyote katika jamii akaendelea kuumiza watu, na hii tunatakiwa kuwa nayo makini sana. Ukifurahia masuala ya utekaji au uumizaji anayofanya Samia, siku nyingine yanakuja upande wetu huku. Kwa hivyo masuala ya utekaji ni hapana kwa aina yoyote ya yule mtu. Dhamana amepewa na polisi, ameachiwa. Kesi yake ni kutaka kumuua IGP. Sasa sijui, unajua majeshi yalikuwa na watu majasiri sana zamani, na walikuwa si watu waoga wepesi hivi. Haiwezekani tukaibuka tuume eti IGP anataka kuuawa na mtu, hamna ushahidi wowote, ameshikwa, amewekwa ndani, amepigwa, amefanyaje, hamna taarifa kwamba labda IGP mwenyewe analalamika au kuna mashahidi gani waliona hiyo kitu, baadaye mtu anaachiwa tu. Sasa huni hao waliopo huko CCM tulikuwa tunawaonya muda mrefu, ili mamba limeanza kula huko ndani, chatu limeanza kumeza mayai ya huko ndani, wajipange kwa sababu Humi Mwalimu na yeye alikuwa akijaribu kufuka mpaka, akakamatwa pale, karudishwa, japo amekataa, anasema uzushi, hajasema uzushi kwamba alikuwa anasafiri, uzushi kwamba hajazuiwa, uzushi nini, amesema tu uzushi, akaingia mtini, lakini na yeye yupo kwenye mkondo. Umoja wa Mataifa umekutana na sekeseke la utapeli wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo waziri wa mambo ya nje batili au kwenye serikali bandia Kombo alikwenda kumtafuta katibu wa Umoja wa Mataifa, na katika hali inayoonekana alikuwa na document ambayo ilikuwa anatakiwa kumpelekea, lakini yeye baadaye tukaona mavyombo ya ndani huku, vyombo hivi vya habari vikianza kuelezea kwamba wameonana, amemsifia sana Samia, amesifia Tanzania ni nchi sijui na amani na kadhalika, lakini mazingira yale yanaonekana yule katibu ni kama alikuwa anakunywa vinywaji vyake kadhaa pale, na inaonekana Kombo ni kama alichomeka akapewa kafursa aweke dokumenti yake pale asepe, lakini inavyoonekana yeye baada ya kupiga tu ile picha bila kuzingatia hali mazingira hayajakaa kama ofisi za Umoja wa Mataifa zilivyo, yeye ameanza kuzusha propaganda. Walimfanyia hivi balozi wa Marekani, naona sasa imekuwa mtindo mpaka wa kimataifa. Kwa hivyo jumuiya za kimataifa, kama mnatusikiliza, mjiandae, mtahitajika kupigwa picha nyingi, na baadaye hizo picha zitatumika kwa namna hii ambayo isiyoeleweka. Samia ameibuka Tanga kwenye kikao cha majenerali. Kawaida hivi vikao vinakuepo, na hiki wanasema ni kikao cha 9, kwa maana vingine vyote hamjawahi kuviona na vimekuepo kwa muda mrefu hivi vikao vya hawa majenerali, lakini kilichotokea ni kwamba akajipiga magwanda, akavamia kile kikao, akajipiga mapicha pale, akasambaza. Nadhani hii ni mkakati wake wa kujaribu kuwaonyesha wale wanajeshi wa chini ambao inaonekana ndani ya jeshi wanachuki naye kutokana na mazingira ya mauaji aliyoyafanya, kwamba yuko na wale majenerali. Zile picha zimesambaa sana, na kwa kiasi hakuna ujumbe wowote ule ambao kwa sababu kawaida communication za haya maofisi makubwa, kama tungekuwa na ofisi zina hadhi, unapopiga picha na unapoisambaza kunakuwa na message unataka kuweka kwa wananchi, haieleweki na wala isemekani ni kitu gani alikuwa na deliver, zaidi ya kulifanya lile tukio zima kuonekana kama la picha fulani hivi kisha akakimbia. Alikuwa anatembea na helikopta 2, naona sasa hivi mambo ni magumu, zote zikiwa juu kwa spidi ambayo ni hatari sana kulingana na hali ya barabara ambazo alikuwa anapita, na haijaeleweka kwa nini sasa hivi misafara hiyo inahitaji kusindikizwa na hizo helikopta 2. Listi ya waliochangia mauaji, wale waliochangia bilioni 100 za CCM ambazo zimesababisha mauaji nchini imetoka na imeanza kuwa tweeted, na nadhani mimi nitaipost, nadhani Damalia amesha post, hivyo muweze kuwajua wale ambao walishiriki kuchangia mauaji yaliyofanywa na serikali ya Samia kupitia CCM. Na kama kuna mfanyabiashara yote unamjua, basi akitokea kwenye hiyo list ujue utakapoenda kununua kwake au utakapotumia bidhaa yake utakuwa umeshiriki kuwaua wale ndugu zetu ambao wameuawa. Lazima tuanze kuwa serious kidogo, tuanze kuzingatia haya mambo. Hivi vitu vinavyotokea, watu wanavyofanyia kazi na kujikuta wametoa vitu kama hivyo, basi na sisi tunawajibika chap tunajirekebisha. Kama unaona kama kuna kitu ulikuwa unatumia, basi unakaa nacho
mbali kabisa. Kitu kingine, kuna onyo la njaa, nadhani utakuwa ni mwaka wa mabalaa. Kuna mgao wa umeme na kuna ajira feki. Haya yote nitaweka kwa pamoja. Njaa imetangazwa. Mwanzoni tuliambiwa masuala ya njaa yamekwisha, lakini sasa hivi nimeambiwa kila mtu ahifadhi chakula. Haieleweki kwa muda gani, kwa kiasi gani, chakula gani, kwa sababu kuna vyakula vingine huwezi kuhifadhi. Lakini mgao wa umeme na wenyewe umekuja, na mgao wa maji umekuja. Jiji la Dar es Salaam liliwahi kuwa na matatizo haya miaka ya 90 huko kurudi nyuma, na baadaye likavunjwa baada kwenye ule utawala wa Waziri Mkuu Sumai, likaundwa upya, visima vikachimbwa, kwa na bidii sana ya kuhakikisha maeneo mbalimbali yanaweza kupata maji. Lakini toka wakati huo miundombinu ya maji haijawahi kuboreshwa vile vya kutosha. Kuna maeneo kama Kinyerezi huko kuna bomba zilifika mpaka zinaitwa bomba za Mchina. Bomba imechimbiwa chini mpaka inaoza inaisha, haijawahi kupitisha hata tone la maji. Na hii imesababisha hali ya usambazaji maji katika jiji hili na maeneo mbalimbali, kwa sababu tuna mito, tuna mabwawa, tuna vitu vingi ambavyo tungeweza kuhakikisha maji yako kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Lakini sasa kuna hilo tatizo la maji. DAWASA wao huwa wanasema tu hamna mvua, lakini mamlaka kama ya DAWASA inatika kuwa na ubunifu, kuhakikisha wana mabwawa, kuhakikisha wanachangia upandaji wa miti au uhifadhi wa maeneo yale ambayo yana vyanzo vya maji, kwa sababu haiwezekani labda DAWASA wenyewe wakawa wanachukulia tu kwamba yale maji yatatoka tu kwa mvua hivyo hivyo, lakini hawafanyi juhudi zozote fungu la fedha likaenda kule. Na tunaona kwamba wanatumia V8, wanajenga majumba ya thamani, lakini kwenye nchi, hata hapa Afrika, nchi nyingi sana ambazo zinakuwa zinavuna, yani sehemu unayovuna ni kama ng'ombe unayemkamua, lazima uwekeze. Sasa miaka yote kumekuwa hakuna uwekezaji unaoeleweka. Matokeo yake kila kunapoyumba tu kamvua kidogo, maji hakuna, na yule mkurugenzi atakuja tu anawatangazieni maji hakuna. Basi hivyo imeisha kwake, huko atakuwa anajua anavyopata maji. Hakuna uwajibikaji, hakuna nini. Lakini kiuhalisia serikali ya Madagascar ilidondoshwa kwa sababu ya mgao wa maji na umeme. Dangote amezungumza kuhusiana na urasimu na ufisadi ambao ulikuwa unafanywa na afisa mmoja wa mamlaka ya udhibiti wa petroli huko Nigeria. Ni hadimu sana kusikiliza mfanya biashara wa Kiafrika akipambana kwa namna ambavyo amesikika Dangote akitaja ambavyo mkurugenzi wa mamlaka kama Iula anasomesha watoto wake kila mwaka, analipa bilioni karibu 11 huko Switzerland, na akiwarisia na watoto 4 na wote akiwasomesha. Kwa hiyo ni karibu bilioni 40, yani mtu analipa tu school fees, sio ya sekondari lakini ni ya primary. Na yeye Dangote anasema huyu jamaa amekuwa ni mnyororo wa urasimu. Mnaweza mkaisikiliza, ni interview nzuri sana. Labda uko mbele tutakapopata nchi imenyoka, wafanya biashara labda wanaweza wakawa wanaamka na kuja kuzungumza mambo kama hayo. Hayo mimi ndio naweza kuyapata Damalia, lakini pia nitakuwa nafuatilia update mbalimbali, maana siku hizi wakati tunapokuwa kwenye space kuna watu wananitumia vitu viwili vitatu, na wengine huwa wanalalamika kwamba mbona hukuisoma na nini. Kwa hivyo nikipata chochote tena nitakuwa nanyoosha mkono hapa na pale, napita haraka haraka kwa ajili ya kuendelea na mjadala. Asanteni sana kwa wasikilizaji na muda. Shukran sana, asante sana Mshabaha, nashukuru kwa kweli. Na kama ulivyosema, ukipata kitu basi utakuwa unatushtua. Mary, naona leo umewahi vizuri, una mchecheto tunasema kwa lugha zetu sisi wengine, lakini ni kwamba uko very enthusiastic. Najua last time ulitoa some ideas na naamini umeanza kuona tunazifanyia kazi, lakini karibu uweze kuchangia. Tunazungumzia maandamano bila kikomo, mbinu na mkakati. Karibu. Asante. Na kweli last time sijui hata ni nini kilitokea, lakini nilikuwa nilijisikia vibaya kwa sababu ya kukosa, lakini at least today I made it. Sasa mimi hata nilikuwa sana kuna mtu simkumbuki jina, lakini I can remember some of the points he made, kwamba kuna this anonymous texting apps na nini. Hiyo ilikuwa ni option nzuri. Mimi option yangu nyingine nilikuwa naongelea kuhusu hizi spaces ambazo like kama hii ya leo ambayo tunaipata. Sasa nina suggestion kuhusu having as many spaces
as we can, lakini sisi kama Gen Z and everyone that supporting haya maandamano ambayo ni continuous until we get what we want, kwa nini yani ukiachana na the official ones ambayo ni Monday and Thursday, at least in between, angalau even Saturday yawe yanatokea tu siku moja, like every Saturday, alafu tunakuwa tunaongelea tu the same agendas. Yani ikiwezekana yani basi nimesuggest hiyo siku moja, lakini ikiongezeka hata kila siku tu, me I'm very fine with it. Hata wakiwa wanahudhuria watu 50, hata wakiwa wanahudhuria watu 100, hata 20, hiyo ni good influence.